Pendwa mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana aliyetembea pamoja nasi katika maisha yetu toka tulipoanza mwezi ule wa 9 na tukawa na maombi mahali hapa ya kuombea lango la mwezi wa 9. Tunamshukuru Mungu kwamba katika mwezi wa 9 tumeona nguvu zake, tumeona neema yake. Kuna mahali pengine ni kweli kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi tusingefika hapa tulipofika. Inawezekana vita vilikuwa ni vikali, magumu yalikuwa ni mengi, dhoruba ilikuwa ni kubwa, lakini Mungu hakutuacha. Wakati mwingine pale ambapo tulipofikiria kwamba Mungu ameondoka katika maisha yetu, ametuacha peke yetu, kumbe Mungu bado aliendelea kuwa pamoja nasi. Na hii tunaona leo hii tukitazama kule tulipotoka, hasa katika miezi 9 iliyopita, tunaziona neema ya Mungu, tunaona baraka za Mungu, tunaona ukuu wa Mungu aliyoufanya katika maisha yetu. Mungu wetu ni Mungu anayetupenda sana, ni Mungu asiyetuacha, ni Mungu anayetubariki katika kazi zetu. Tumeona uso wa Bwana ukitembea pamoja nasi, tumeona nguvu za Bwana zikituongoza pale ambapo tulipokuwa hivi leo. Ni kwa sababu tu ya ukuu wa Mungu. Mungu wetu alitembea pamoja nasi. Mungu wetu hakututupa. Mungu wetu ametushika katika miezi 9 iliyopita. Tumetembea na Mungu katika maisha yetu. Mungu kama asingekuwa pamoja nasi katika miezi 9 iliyopita, leo hii sisi tungekuwa wapi? Wewe ungekuwa wapi? Biashara hiyo unayofanya ingekuwa wapi? Unaijua vita unayoipitia kwenye hiyo biashara, unaijua vita unayoipitia kwenye hiyo kazi, unajua vita unayoipitia katika hiyo huduma kwenye maisha yako, unaijua hiyo vita unayoipitia. Kama si Yesu huyu, kama si Mungu, wewe ungekuwa wapi? Ninayo maombi ya shukrani mbele za Mungu kwa dakika chache mahali hapa, na baada ya hapo tutaingia kwenye tafakari fupi ya neno ambalo litatuongoza kuwa na maombi kwa ajili ya mwezi mpya, lango la mwezi wa 10. Mungu wetu mtakatifu, Baba wa mbingu na nchi, Mungu wetu unayetupenda, Mungu wetu ambaye unatukumbuka kila wakati, sisi tunakushukuru sana kwa sababu ya mwezi wa 9 Baba. Tunakushukuru kwa sababu mwezi wa 9 Mungu, sisi tulipita kwenye mapito makubwa, tulipita kwenye vita kubwa, tulipita kwenye dhoruba kubwa Bwana, tulipita kwenye mateso, tulipita kwenye changamoto kubwa Bwana. Tazama biashara ya mtu wako huyu ilivyokuwa ikipita katika kipindi kigumu, lakini Mungu haukumwacha katika mwezi huu wa 9. Umetembea pamoja naye. Ni kweli kuna hasara ilitokea kwenye hiyo biashara, lakini Mungu bado ukaendelea kumkumbuka, ukampa nguvu ya kufanya tena biashara. Na leo anapomaliza huu mwezi wa 9, Mungu akitazama alivyoanza biashara katika mwezi wa 9 na anapomaliza huu mwezi wa 9, anaona neema yako pekee iliyomsaidia, anaona nguvu zako pekee zilizomsaidia, anaona uweza wako Mungu wa kimbingu ambao haukumwacha, ambao haukumtupa Baba. Huyu ndugu ambaye ananitazama alikuwa anasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kila wakati Bwana, lakini haukumwacha. Alishuhudia ajali nyingi kwenye barabara alizokuwa anapita katika kila wakati, lakini Mungu yeye haukuruhusu ajali iweze kutokea. Mungu ulimlinda Bwana. Huyu ndugu ananitazama aliumwa katika mwezi wa 9, lakini Mungu ukamponya Bwana, ukamponya, ukaishika afya yake, ukaitegemeza afya yake Bwana, katika jina la Yesu. Baba, mwezi wa 9 ni mwezi ambao umeweka kumbukumbu ya neema yako katika maisha yetu. Mwezi wa 9 Baba, umeweka kumbukumbu ya wema wako katika maisha yetu. Mwezi wa 9 Baba, umetuachia kumbukumbu ya ulinzi wako katika maisha yetu. Wako watu waliokuwa wanatamani kutuona tunaangamia katikati ya mwezi wa 9, lakini Mungu haukuruhusu maangamizo hayo yaweze kutokea katika maisha yetu. Wako watu ambao walikuwa wanatamani kuona biashara zetu zinaanguka katika mwezi wa 9, lakini Mungu haukuruhusu Baba, haukuruhusu. Tunalo neno la shukrani Bwana, tunalo neno la ushuhuda kwa yale yaliyotokea, tunalo neno la shukrani Bwana kwa mambo uliyotufanyia, kwa mambo ambayo Mungu umetutendea katika mwezi wa 9. Tunalo neno la ushuhuda hata sasa tukiwa bado tumesimama, hata sasa ikiwa bado tunaendelea mbele, hata sasa ikiwa bado tunasonga kufanya hizi biashara, hata sasa ikiwa bado tunaendelea kufanya kazi.
Tunalo neno moja tu la ushuhuda ya kwamba Mungu wetu wewe haukutuacha, haukututupa. Bariki msikilizaji wangu huyu na mtazamaji wangu huyu ambaye sasa ameungana pamoja nami katika maombi haya siku ya leo. Na Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 9. Tunaomba utembee pamoja nasi katika mwezi huu wa 10. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa mtazamaji, nichukue nafasi hii kukaribisha tena kwa mara nyingine katika maombi haya ya kuombea lango la mwezi wa 10. Na kitabu ambacho kitakuwa kinatuongoza siku hii ya leo katika maombi haya ya kuombea lango la mwezi wa 10 ni kitabu kile cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 14, kama ambavyo kinaonekana hapo kwenye simu yako au kwenye screen ya kifaa ambacho unatazamia, iwe ni laptop, iwe ni simu, iwe ni kompyuta, iwe ni kitu chochote kile. Neno kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 14 ni neno ambalo lina historia, namna ambavyo wana wa Israeli walivyotolewa na Mungu katika nchi ya Misri, na siku chache tu wakiwa wametoka, wakiwa safarini, mawazo yao ni kuifikia nchi yenye maziwa na asali. Mawazo yao ni kuifikia nchi njema, nchi ambayo mambo yao yameandikwa huko, vitu vyao vipo huko, baraka zao ziko huko, neema yao ipo huko, nchi ambayo itawasaidia wao kufika kwenye vilele vya mafanikio yao. Lakini wakiwa safarini, ghafla wanaona nyuma maadui zao, yani wa Misri wanawafuata, lakini mbele wanaona bahari. Na wanapoiona bahari wanakata tamaa. Wanamwambia Musa maneno mengi sana. Musa, afadhali ungetuacha sisi kuwa watumwa kule Misri kuliko hili ambalo unaliruhusu ama linatupata hapa tukiwa hapa. Wanazungumza hivyo kwa sababu hawakuwa wanaona njia. Mbele yao kulikuwa na bahari kweli, si kwamba hapakuwa na bahari, kulikuwa na bahari, na nyuma yao kulikuwa na maadui zao wa Misri wanawafuata. Wanapozungumza maneno haya, si wanazungumza tu, wanazungumza kwa sababu hali wanayoipitia inawataka wao wawe hivyo, wazungumze hivyo katika hali ya kimwili. Lakini nampenda Musa ambaye alisimama rohoni. Haijalishi anaiona bahari mbele yake, haijalishi maadui kweli wanawafuata, lakini Musa analo neno la ushuhuda ambalo anawaambia wana wa Israeli kwamba simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia hivi leo, maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Hili ni neno la kuombea lango lako la mwezi wa 10. Unapoanza mwezi wa 10, ninatamani uanze na neno hili, neno la ushuhuda, neno la ushindi katika maisha yako. Na acha nikwambie, huwa tunafanya maombi hapa ya kuombea lango la mwezi kila mwezi unapoanza, au kabla ya mwezi kuanza, siku ya mwisho ya mwezi ambao tunauaga kuingia mwezi mpya, tunafanya maombi ya kuombea lango la mwezi mpya. Sasa leo natamani nikuambie hivi, kwa nini huwa tunaombea lango la mwezi? Kwa sababu lango ni eneo ambalo Mungu upitishia baraka zake, upitishia mambo yake, upitishia neema yake, upitishia miujiza yake, upitishia vitu ambavyo wewe huwa unaviomba, unatamani viweze kutokea. Mungu anaporuhusu uweze kuingia katika mwezi mpya, maana yake anakusudia kuweka jambo jipya au kutenda jambo jipya katika maisha yako, au kupitisha jambo lake katika mwezi husika ambao umeingia katika maisha yako. Lakini pia shetani ni mjanja, kama ambavyo Mungu upitisha baraka zake na neema yake na mafanikio yake katika lango la mwezi mpya unapoingia katika maisha ya mwanadamu. Shetani pia hutumia lango hilo la mwezi kupandikiza uharibifu wake. Tungekuwa tunajifunza aina za malango, tungeangalia malango mbalimbali. Na mwezi mpya ni lango, muda ambao Mungu upitishia baraka zake, Mungu upitishia neema yake, Mungu upitishia mambo yake. Na adui anajua namna ambavyo lango muda lilivyokuwa ni lango la faida kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa anachokifanya, anapandikiza mambo yake ili
wewe usiweze kufanikiwa. Kwa usipoombea lango la mwezi mpya, unapoingia katika mwezi mpya, kuna vitu unaweza usivipate katika mwezi husika, ama kuna vita vinaweza vikatokea na ukashindwa kushinda vita hivyo kwa sababu mwezi ulipokuwa unaanza haukufanya maombi ya kuliombea hilo lango la mwezi mpya. Sasa maombi ya siku ya leo, ama neno la lango la mwezi wa 10, tunapoingia mwezi wa 10, neno hili Mungu anasema ya kwamba atakupigania wewe katika maisha yako katika huu mwezi wa 10. Ni kweli miezi 9 iliyopita umepita katika vita mbalimbali, umepita katika matatizo mbalimbali, umepita katika mabonde mbalimbali, umepita katika dhoruba mbalimbali. Kuna changamoto umezipitia katika miezi 9 iliyopita. Neno la Bwana katika mwezi huu wa 10, mwezi mpya ambao tunaanza, Mungu anasema ya kwamba atakupigania wewe, utanyamaza kimya. Lakini Mungu anachokuhitaji ukifanye ni wewe usimame imara pale ulipo. Usimame imara. Haijalishi vita ambazo zimekuwa zikitokea katika maisha yako kwa miezi 9. Haijalishi vita ambazo zimetokea katika maisha yako kwa miezi 9. Haijalishi mambo ambayo umeyapitia kwa miezi 9. Haijalishi magumu uliyoyapitia kwa miezi 9. Lakini liko neno la Bwana. Liko neno la Bwana majira haya. Liko neno la Bwana majira haya ya kwamba simama imara pale ulipo. Simama imara pale ulipo katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni kwenye biashara, simama imara. Iwe ni kwenye kazi, simama imara. Iwe ni kwenye ndoa, simama imara. Iwe ni kwenye eneo lolote, simama imara. Na unaposimama imara, unairuhusu ile nguvu ya Mungu kufanya kazi katika maisha yako. Unaruhusu ile neema ya Bwana kuingia ndani ya maisha yako. Unaruhusu ile nguvu ambayo Mungu anaitamani kuitumia kwenye hiyo kazi yako, kwenye hiyo biashara yako, ili akupiganie, ili akuinue, ili akufanikishe, ili mambo yako yaweze kutokea. Unairuhusu ile nguvu iweze kuingia na kufanya kazi katika maisha yako. Kwa Mungu anachotamani wewe ukifanya ni usimame imara. Mwezi huu wa 10, simama imara. Haijalishi vita unayoipitia, mwezi wa 10 simama imara. Haijalishi magumu unayoyapitia mwanangu, mwezi wa 10 wewe simama imara. Haijalishi shida unazozipitia mpendwa wangu, mwezi wa 10 simama imara. Haijalishi magonjwa yaliyokupata wewe, mwezi wa 10 simama imara. Na haya ni maelekezo kabisa ya Mungu ya kwamba mwezi wa 10 simama imara. Unaposimama imara kwenye mwezi wa 10, kuna vitu Mungu anavifanya. Mungu alihitaji wana wa Israeli wasimame imara ili awavushe kwenye bahari ya Shamu, ili aonyeshe njia nao wapite. Simama imara, Bwana kuonyeshe njia mpendwa wangu. Simama imara, Bwana kuonyeshe njia ya kutoka kwenye hayo magumu. Bwana kuonyeshe njia ya kutoka kwenye hiyo vita. Bwana kuonyeshe njia ya kushinda kwenye hilo pito. Simama imara mwezi wa 10, wala usikate tamaa. Haijalishi lile lililokupata wewe unaliona gumu, ila mbele za Mungu sio gumu. Simama imara. Nami naona wale wanaosimama imara katika mwezi wa 10, Bwana anafanya muujiza kwenye maisha yao. Bwana anawapigania kwenye maisha yao. Bwana anawatetea kwenye maisha yao. Bwana anawainua kwenye maisha yao. Bwana anawabariki kwenye maisha yao. Naona watu wanaosimama imara. Namuona mtu mmoja sasa hivi ninapozungumza maneno haya ameanza kusimama imara. Ameanza kusimama. Ninaona hata kuna mtu mmoja alikuwa amepata stroke katika mwezi wa 9, lakini mwezi wa 10 anaposikia maneno haya anajitahidi kusimama, anajitahidi kunyanyua mguu wake ambao haukuwa na nguvu. Na anapofanya tendo hili, inaona mguu wake ukitiwa nguvu, mguu wake wa kulia ukitiwa nguvu, inaona na mkono wake wa kulia ukitiwa nguvu, inaona mguu wake ukitiwa nguvu na mkono wake ukitiwa nguvu, inaona kinywa chake kikianza kuzungumza tena, anaanza kuongea tena. Naona anasimama
anasimama, ile stroke inamwachia. Kuna mtu ninamuona ule ugonjwa unamwachia. Ule ugonjwa unamwachia. Ndio. Ule ugonjwa unamwachia. Kuna nguvu inapita. Jiconnect na hiyo nguvu. Kuna nguvu inapita. Unaweza kunyosha mkono wako pale ulipo. Hiyo nguvu inapita. Kuna mtu alikuwa hawezi kutembea, anatembea. Anasimama, anatembea. Miguu yake inatua nguvu. Sai, ndio. Miguu yake inatua nguvu. Anasimama tena. Anaanza kutembea. Ndio. Anaanza kutembea. Mwezi wa 10 ni mwezi wa ushuhuda kwa huyu mtu. Hakutembea kwa miezi 9, lakini mwezi wa 10 anatembea. Inaona mtu ambaye alikuwa amekata tamaa, amechoka na matumaini na anawaza mabaya kwenye maisha yake. Naona anaanza kuwaza mema. Mwezi wa 10 ni mwezi wa ushuhuda kwenye maisha yako. Kuna kitu ninaona Bwana anafanya kwenye maisha ya mtu mmoja sasa hivi. Ndio Bwana anafanya sasa. Kuna kitu naona Bwana anafanya. Nami najisikia kukutangazia mambo haya ambayo Mungu atakufanyia katika mwezi wa 10. Rohoni mwangu najisikia kukutamkia maneno ya jambo la kwanza ambalo Mungu atalifanya kwenye huu mwezi wa 10. Bwana ataitengeneza njia mbele yako, nawe utapita katika njia hiyo. Ninaona njia. Ninaona kuna mahali palikuwa na giza linaondoka. Ninaona giza linaondoka. Alafu ninaona nuru inamwangazia mtu mmoja kwenye ile njia yake, na anaanza kupita, anaanza kutembea, na hata watu wanamshangaa, mbona ameanza kutembea tena? Mbona anapita kwenye hiyo njia ile ambayo aliikataa kupita? Ni kweli alisema hatopita hapo tena kwa sababu ya yale yaliyotokea. Mbona anapita tena? Mbona anasimama? Mbona anaenda tena? Mbona hatumuelewi? Ni Bwana anafanya. Ndio. Bwana anafanya. Bwana anatengeneza njia. Bwana anakutengenezea njia kwenye mwezi wa 10 katika jina la Yesu. Ndio. Ninaiona fursa mpya katikati ya hiyo njia Mungu atakayoitengeneza. Ninaiona fursa mpya katikati ya hiyo njia ambayo Mungu anakutengenezea katika mwezi wa 10. Ndio. Fursa mpya. Ndio. Fursa mpya. Kuna watu naona wanapandishwa level kwenye kazi wanazozifanya kutoka level ya chini kwenda level ya juu. Ndio, ninaona kuna mtu anapewa barua ya kuwa mkurugenzi mahali fulani. Kuna mtu anapewa barua ya kupata ajira. Kuna mtu anaitwa, anaambiwa ile interview uliyofanya umefanikiwa. Kuna mtu anatumiwa message saa hii. Kuna mtu naona anatumiwa message kabisa ya kwamba kile ulichokuwa umekitafuta, umekiomba, umekipata. Tupo tayari kukuajiri. Kuna mtu ninaona. Bwana amemkumbuka katika mwezi wa 10. Bwana amemkumbuka katika mwezi wa 10. Ndio. Kuna mtu ninaona alikuwa na huzuni. Amani inarejea ndani yake. Ndio, amani inarejea. Alafu naiona furaha katika maisha yake. Naona kicheko katika uso wake. Naona kicheko katika maisha yake. Reverse sandaraba. Naona kicheko reke sandara. Naona kicheko. Ninachoona ni kicheko katika mwezi wa 10 kwenye maisha ya huyu mtu. Ninachoona ni kicheko katika mwezi wa 10. Anafurahi, anakuwa na amani. Kuna mambo yanatokea yatauburudisha moyo wa huyu mtu katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Ni mwezi wa baraka kwetu, ni mwezi wa amani kwetu. Nami ninaupokea mwezi wa 10 na mpendo wangu huyu anayenitazama. Sikia mwezi wa 10 ukawe baraka kwetu kwa sababu tumekubariki. Ukawe neema kwetu kwa sababu Mungu ameiachilia neema katika mwezi wa 10. Sikia mwezi wa 10 ukawe kibali katika mambo yetu kwa sababu Bwana ametupa kibali. Mwezi wa 10 ukawe fursa kwetu kwa sababu Bwana
ametupa fursa. Mwezi wa 10 ukawe njia ya kupita kufikia ndoto zetu, kwa sababu Bwana ametutengenezea njia ya kupita. Sikia, mwezi wa 10, mtu huyu asipungukiwe na jambo lolote katika mwezi wa 10, kwa sababu Bwana ametuachilia baraka zake mahali hapa. Ninaubariki mwezi wa 10 katika utatu wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ukae ni mwezi wa ushuhuda kwako, ukafanikiwe na kuongezeka. Usirudi nyuma, ukasimame imara, uweze kuendelea mbele kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ndoa, uweze kuendelea mbele. Mungu, pokea maombi haya katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Unaweza ukaambatanisha maombi haya na sadaka yako kupitia namba ambayo inapita hapo chini. Namba ambayo inapita hapo chini, unaweza ukaachilia sadaka yako kupitia hiyo namba inayopita hapo chini, na Mungu akubariki sana. Ninakutakia heri ya mwezi wa 10, mwezi ambao Bwana atakutengenezea njia, ataachilia fursa na mambo mbalimbali katika maisha yako, katika jina la Baba na la Mwana